أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Muminin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika historia kuhusiana na ushindi wa Makka kuna habari ya ruya moja ya Hat Abubakar radhiyallahu anhu. Hivyo imeelezwa ya kwamba Hat Abubakar radhiyallahu anhu akimweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ndoto yake alisema ya kwamba, e Mtume wa Allah, mimi niliota ndoto na katika ndoto ile nikakuona ya kuwa sisi tumekaribia Makka. Basi mbwa mmoja akaja upande wetu huku anabweka, na kisha sisi tuliposogea karibu yake, yeye akajilaza juu ya mgongo wake na maziwa yakaanza kutiririka kutoka kwake. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ya kwamba shari yao ikatoweka na faida ikawa karibu. Wao wakitumia ujamaa wenu watakuja chini ya uhifadhi wenu na baadhi yao mtakutana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza utabiri wa ndoto yake. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mkimkuta Abu Sufyan basi msimuue. Hivyo Waislamu wakakutana na Abu Sufyan na Hakim bin Hizam katika eneo la Maru Zahran. Ibne Uqba anasimulia ya kwamba Abu Sufyan na Hakim bin Hizam walipokuwa wakirejea, Hat Abbas akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ewe Mtume wa Allah, mimi nina wasiwasi kuhusu Islam ya Abu Sufyan. Khalifa mtukufu anasema habari hizi zimekwisha elezwa katika hutuba za nyuma, jinsi Abu Sufyan alivyokuwa amekubali utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa amekiri kuhusu ubora wa Islam. Kwa vyovyote vile, Hat Abbas akasema ya kwamba umwite arudi hadi aielewe Islam na ayaone majeshi ya Allah yaliyo pamoja nawe. Katika riwaya nyingine, Ibne Abi Shaiba anasimulia ya kwamba Abu Sufyan alipoanza kuondoka, Hat Abu Bakar radhiyallahu anhu akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, ya Rasulullah, kama unatoa amri kuhusu Abu Sufyan basi azuiliwe njiani. Katika riwaya nyingine, Ibne Ishaqa anasema kwamba Abu Sufyan alipokuwa anarejea, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hat Abbas ya kwamba umzuie Abu Sufyan katika mlima wa bonde. Hivyo Hat Abbas akaenda kukutana na Abu Sufyan na akamzuia kule. Hapo Abu Sufyan akasema, eni Banu Hashim, je, mnadanganya? Hat Abbas akasema kwamba wenye utume hawadanganyi. Sawa na riwaya nyingine, ye akasema kwamba sisi si wenye kudanganya, isipokuwa usubiri hadi asubuhi mpaka uone majeshi ya Allah na uone kile ambacho Allah amewaandalia washirikina. Hivyo Hat Abbas akaendelea kumzuia Abu Sufyan katika mlima huo mpaka asubuhi ikatokea. Jeshi la Kiislam lilipokuwa likipita mbele ya Abu Sufyan, jeshi la Kiislam lilipokuwa linapita mbele ya Abu Sufyan, habari zake zimeelezwa katika Subulul Huda wa Rishad
kama hivi ya kwamba kikosi cha mtume sallallahu alaihi wasallam kilichokuwa kimevaa mavazi ya kijani kilipita mbele ya abu sufian, na katika kikosi hicho kulikuwa na wahajiri na answar, huku walikuwa wameshika bendera na biramu. kila kabila la answar lilikuwa na bendera na biramu moja, nao walikuwa wamejifunika kwa chuma, yani walikuwa wamevaa deraya na mavazi ya kivita, isipokuwa macho yao tu ndiyo yaliyokuwa yakionekana. Na kati yao sauti ya juu ya had omar ilikuwa inasikika. Yeye alikuwa akisema kwamba tembeni polepole ili sehemu yenu ya mwanzo ikutane na sehemu yenu ya mwisho. Inasemwa kuwa kikosi hicho kilikuwa na watu 1,000 waliokuwa wamevaa diraya. mtume saa salam akampatia Saad bin Ubada bendera yake. Yeye alikuwa mbele ya jeshi. Saad alipofika karibu ya abu sufian, yeye akamuta abu sufian akasema, siku ya leo ni siku ya kumwaga damu. siku ya leo utahalalishwa utukufu wa vitu vyenye heshima. siku ya leo Quraish watazalilika. Hapo abu sufian akamwambia hata Abbas, Abbas, leo wajibu wa kunilinda ni juu yako. Kisha makabila mengine yakapita huko, na kisha akaja mtume saa salam, na alikuwa amempanda ngamia ya kaswa, na mtume saa salam alikuwa anakuja akiwa katikati ya Hazrat Abu Bakar na Hazrat Usaid bin Huzair, huku anaongea nao. Hazrat Abbas akamwambia Abu Sufyan kwamba huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Abdullah bin Umar anasimulia wakati wa ushindi wa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Makka akawaona kina mama ambao walikuwa wakiwasukuma farasi nyuma kwa shungi zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabasamu na akaelekea kwa Hazrat Abu Bakar na akasema kwamba, e Abu Bakar, Hassan bin Thabit amesema nini? Hapo Hazrat Abu Bakar akasoma shairi yake kwamba, adimtu bunayati illam tarawha tusiru naqa mauiduha kadha yunazina al-ainata musrihat yurattimuhunna bilkhumuri nisa. Yani mimi nipoteze binti yangu mpendwa kama msione majeshi haya yakirusha vumbi ambayo mahali pa ahadi zao ni mlima wa kadhaa. Wale farasi wenye mwendo kasi wanavuta lijamu zao na kina mama wanawapiga na shungi zao. Hapo mtume SAW akasema kwamba muingie mji huu kwa kutumia sehemu ile aliyotaja Hassan, yani kutoka eneo la kadhaa. Kadhaa ni jina la pili la Arafat, ni njia ya mlimani itokayo nje ya Makka na iendayo ndani yake. Wakati wa ushindi wa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepitia njia hiyo hiyo alipokuwa ameingia katika Makka. Siku ya ushindi wa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam alipotangaza tangazo la amani, hata Abu Bakar akasema kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, ya Rasulullah, Abu Sufyan anapenda apate heshima. Hapo mtume akasema kwamba yeyote atakayeingia katika nyumba ya Abu Sufyan atapata amani. Baada ya kupata ushindi wa Makka kuhusu sanamu la Hubal, mtume sallam akatoa amri kwamba sanamu lile liangushwe. Hivyo sanamu lile likaangushwa. Hapo hat Zubair bin Awam akamwambia Abu Sufyan kwamba, e Abu Sufyan, Hubal limeangushwa, ilhali wewe siku ya vita vya Uhud ulikuwa na kibri sana kuhusu hilo ulipokuwa umetangaza ya kwamba sanamu lile limewanemesheni. Hapo Abu Sufyan akasema, e mwana wa Awam, sasa achana na mambo hayo, kwani mimi nimekushajua tayari ya kwamba kama angekuwepo mungu mwingine min ghairi ya mungu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kilichotokea leo kisingetokea. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaketi kwenye kona moja ya Kaaba na watu walikuwa wamekusanyika pembezoni mwake. Hata Abu Huraira anasimulia ya kwamba siku ya ushindi wa Makka, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi na hata Abu Bakar akishika upanga wake alikuwa amesimama upande wa kichwa chake ili kumlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu vita vya Hunain, inapatikana hivi ya kwamba vita vya Hunain, ambayo jina lake la pili ni vita vya Hawazan na pia inaitwa vita vya Otas,
hunain ni mlima upatikanao katikati ya makka tukufu na taif ukiwa na umbali wa maili 30 kutoka makka. vita vya hunain ilikuwa imetokea mwaka wa 8 hijra mwezi wa shawal baada ya kutokea ushindi wa makka. imeelezwa ya kwamba mwenyezi mungu alipomjalia nabii wake ushindi wa makka, viongozi wa hawazan na saqif wakakutana kwa pamoja, na watu hawa walikuwa na hofu ya kwamba mtume atapigana nao vile vile. malik bin auf nasri akakusanya makabila ya uarabuni. hivyo makabila ya hawazan na banu saqif na banu nasr na banu jashm na saad bin bakar na watu wachache kutoka banu hilal wakakusanyika kwake. watu hawa wakajumuika katika eneo la otas ni bonde moja karibu na hunain. malik bin auf akawatuma majasusi zake ili watu hawa walete kwake habari kuhusu mtume saa salam. mtume salallahu alaihi wasallam aliposikia taarifa ya kukusanyika kwao akamtuma sahaba mmoja abdullah bin abu hazrat aslami ili amlete habari zao. kisha mtume salallahu alaihi wasallam akaamua kuondoka kwa kupigana na hawazan, na kwa ajili ya vita hiyo akaazima silaha kutoka safwan bin umaya na binamu yake nofal bin haris. hivyo mtume salallahu alaihi wasallam pamoja na jeshi la wanajeshi 12,000 akatoka kupigana na hawazan, na saa ya asubuhi akafika katika eneo la hunain na akaingia katika bonde. jeshi la washirikina lilikuwa limejificha katika milima ya bonde hilo, ambao ghafla wakawashambulia waislamu na wakawarushia mishale kwa kasi sana mpaka waislamu wakageuka nyuma na wakakimbia na kusambaratika. na kwa sababu ya uvamizi huo wa ghafla, mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki na masahaba wachache tu, na hata abubakar pia alikuwa mmoja wao aliyesimama kidete. imesimuliwa na abu ishaqa ya kwamba mtu mmoja alimjia baraa na akasema kwamba nyini siku ya hunain mlikuwa mmekimbia. ye akasema mimi kuhusu nabii sallallahu sallam natoa ushahidi ya kwamba yeye alikuwa hakukimbia, lakini watu waliofanya haraka na wasiokuwa na silaha wakaelekea kwa kabila la hawazan ambalo lilikuwa mahiri katika kurusha mishale. hivyo wao wakawarushia sana mishale kana kwamba ni nzige, na kwa sababu yake wao wakatawanika. katika hali hiyo kutoka wahajiri hata abubakar na hazrat omar wakasimama kidete pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na kutoka ahli ya mtume sallallahu alaihi wasallam hat ali hat abbas bin abdul muttalib na abu sufyan bin haris na mwanaye fazl bin abbas na rabia bin haris na uthman bin zaid ndio waliobaki pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. hata abu qatada anasimulia ya kwamba siku ya hunain nikamwona mtu mmoja katika waislam ambaye alikuwa anapigana na mshirikina mmoja, na kulikuwa na mshirikina mwingine aliyekuwa anataka kumvamia kutoka nyuma yake ili amue. mimi kwa haraka tu nikaelekea kwake, yeye akanyosha mkono wake ili aniue, nami nikamvamia haraka na nikakata mkono wake. kisha yeye akanikamata na akanivuta upande wake kwa nguvu sana mpaka nikakosa nguvu. kisha yeye akaniacha nami nikamsukuma nyuma, kisha nikaamua. upande mwingine kilichotokea ni kwamba waislamu wakashindwa na kukimbia, mimi pia nikakimbia pamoja nao. anasema kwamba kisha watu wakarejea nyuma na wakaanza kujumuika karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam. hapo mtume akasema, mtu akitoa ushahidi kuhusu mtu fulani kwamba yeye amemua, basi muaji wake atapewa vifaa vya mtu huyo aliyeuawa. mimi nikainuka ili nitafute ushahidi fulani kuhusu mtu niliyekuwa nimemua, lakini sikumpata mtu ambaye angetoa ushahidi kwa ajili yangu. hivyo nikaketi, kisha nikapata wazo na nikamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu tukio hilo. mtu mmoja aliyekuwa amekaa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba silaha za mtu huyo ambaye ye anamzungumzia zipo kwangu. mtu huyo akasema kwamba nachotaka ni ya kuwa silaha zile ziendelee kubaki kwangu na mtu huyo apatiwe kitu kingine cha kumridhisha. hata abubakar
ye akasema kwamba silaha zake zibaki kwangu na mtu huyo apatiwe kitu kingine. Hata Abubakar alikuwa ameketi kule kule, ye akasema kwamba hapana, hiyo haiwezi kufanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ampatie mwoga mmoja wa Quraish silaha na amwache simba mmoja katika simba za Mungu ambaye anapigana kwa niaba ya Allah na mtume wake. Hata Abu Qatada alikuwa akisema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akainuka na akanipatia vifaa vyake. Mimi kwa kutumia vifaa hivyo nikanunua bustani moja ya mitende, na hiyo ilikuwa mali yangu ya kwanza niliyonunua katika Islam kama mali yangu. Al-Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza ya kwamba angalieni, historia inatuambia ya kwamba wakati wa vita vya Hunain, makafiri wa Makka walipoingia katika jeshi la Kiislamu huku wakisema ya kwamba leo sisi tutaonesha mifano ya ushujaa wetu, na kisha wakishindwa mbele ya shambulizi la Banu Thaqif wakakimbia uwanja wa vita. Hapo muda ukawadia ambapo mtume akabaki na masahaba 12 tu. Jeshi la Kiislam ambalo idadi yake ilikuwa ni 10,000 likatawanika. Jeshi la makafiri lililokuwa na warusha mishale 3,000 lilikuwa limepanda milima upande wa kulia na kushoto kwa Waislamu na lilikuwa linawarushia mishale. Lakini hata katika muda huu pia alikuwa hapendi, yani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hapendi kusogea nyuma, bali alikuwa anapenda kusonga mbele. Hata Abubakar akashika lijamu ya kipando chake na akasema, ya Rasulullah, nafsi yangu ijitolee kwako, muda huu si muda wa kusonga mbele. Jeshi la Kiislam likijumuika katika muda mfupi tu ndipo tutasonga mbele. Mtume akasema kwa jaziba sana ya kwamba acha lijamu ya farasi yangu, na kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasonga mbele na alikuwa anasema, ana nabiyyu la kazib ana ibn Abdul Muttalib, yani mimi ni nabii aliahidiwa ambaye kuna ahadi ya kudumu ya ulinzi wake. Mimi si muongo. Hivyo nyini muwe warusha mishale 3,000 au muwe 30,000, mimi si wajalini hata kidogo. Na eni washirikina, nyini kwa kuona ushujaa wangu huo musiji mkanichukulia kuwa Mungu, bali mimi ni binadamu tu na ni mjukuu wa kiongozi wenu Abdul Muttalib. Baba yake mdogo hata Abbas sauti yake ilikuwa juu sana. Mtume sasa akamwona yeye na akamwambia, Abbas, njoo mbele na uwaite na uwaambie kwa sauti ya juu ya kwamba, eni maswahaba wa sura Bakara, yani wale waliokumbuka sura Bakara, eni mliofanya bayati siku ya Hudaybiyah chini ya mti, mtume wa Mungu anawaiteni. Sahaba mmoja anasema kwamba kwa sababu ya uoga wa Islamu, kwa sababu ya woga wa Waislamu wapya wa Makka, sehemu ya mbele ya jeshi la Kiislam ilipokimbia upande wa nyuma, vipando vyetu pia vikakimbia, na kwa kadri tulivyokuwa tukiwazuia, wao walikuwa wanakimbia nyuma zaidi, mpaka sauti ya Abbas ikaanza kusikika uwanjani ya kwamba, eni maswahaba wa sura Bakara, siku ya Hudaybiyah mliofanya bayati chini ya mti, mtume wa Allah anawaiteni. Anasema sauti hiyo ilipoingia masikioni mwangu, mimi nikajihisi ya kwamba mimi si hai bali ni mfu, na baragumu ya Israfil inanguruma angani. Mimi nikavuta lijamu ya ngamia yangu kwa nguvu sana, na kichwa chake kikaja kuungana na mgongo wake, lakini ngamia alikuwa ameshachanganikiwa kiasi kwamba nilipolegeza lijamu yake, yeye akakimbia tena upande wa nyuma. Hapo mimi na wenzangu wengi wakatoa panga, na wengine wakashuka chini ya ngamia, na wengine wakakata shingo zao na wakaanza kumkimbilia mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika sehemu chache tu jeshi lile la maswahaba 10,000 ambalo lilikuwa linakimbilia Makka likaja kumzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika muda mfupi tu likapanda juu ya milima na kuwamaliza maadui, na hali hiyo yenye hatari ikabadilika katika ushindi azimu wenye shani. Kuhusu vita vya Taif, inapatikana kwamba Taif ni mji mashuhuri ukiwa na umbali wa takriban kilomita 90 upande wa magharibi kutoka Makka, na ni mji wa milima wa Hijaz. Katika mji huo zabibu na matunda mengine yalikuwa yanapatikana kwa wingi. Banu Thaqif walikuwa wakiishi humo, watu wengi walioshindwa wa Hawazin na Thaqif pamoja na kiongozi wao Malik bin Nasri Auf wakikimbia walikuwa wamekuja Taif, na hapa wakajifunga katika ngome. Hivyo mtume alipomaliza mambo ya Hunain akaagiza mali ya ghanima zikusanywe katika Jarana, kisha akazigawa, na mwezi huo huo Shawwal mwaka wa 8 Hijra akaelekea Taif. Jarana ni kisima
kilichopo katika njia ya maka kwenda taif, na kutoka maka umbali wake ulikuwa kilomita 27. kwa siku ngapi mtume alikuwa ameizingira taif? kuhusu hilo kuna riwaya tofauti. wengine wanasema alikuwa amezingira kwa mausiku zaidi ya 10, wengine wanasema alikuwa amezingira kwa mausiku zaidi ya 20, na pia inasemwa kwamba alikuwa amezingira kwa siku 20. kuna riwaya isemayo kuwa mtume alikuwa amezingira taif mausiku kama 30. ibn hisham anasema kwamba pia inasema kuwa akaizingira mausiku 17. katika sahih muslim kuna riwaya inayosema kwamba anas alikuwa amesimulia kwamba tulikuwa tumezingira taif kwa mausiku 40. mtume alipokuwa amewazingira saqif katika taif akamwambia abubakar kwamba abubakar, mimi nimeona katika ruya ya kwamba nimepewa bakuli moja iliyojaa siaki, lakini huku kuku mmoja akaimwaga chini yote. abubakar akasema, ya rasulallah, naona leo sallallahu alaihi wasallam, naona kwamba leo hutafanikiwa, yani kile unachotamani kupata utakipata. mtume akasema kwamba hata mimi pia naona hivyo hivyo. basi baada ya muda mfupi tu umar akasema kwamba je, mimi nisiwatangazie watu habari ya kuondoka? mtume akasema kwamba fanya tu hapo. umar akawatangazia watu kwamba wajiendae kwa ajili ya kuondoka. vita vya tabuk ilitokea mwezi wa rajabu mwaka wa 9 hijra. kuhusu vita hiyo kuna riwaya ya kwamba tabuk inapatikana kwenye barabara iendayo siria kutoka madina, ambayo ilikuwa ikitumiwa sana na misafara ya kibiashara, na ni mji kati ya wadigul qura na siria, na mji huo unaitwa mji wa ashabul eka. al-shuaib alikuwa ametumwa katika mji huo. katika vita vya tabuk abubakar alikuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika vita vya tabuk mtume alikuwa amempatia bendera kubwa. katika vita vya tabuk abubakar alikuwa ametoa mali yake yote kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo thamani yake ilikuwa dirhamu 4,000. mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaamuru masahaba ya kujiandaa kwa ajili ya vita vya tabuk, mtume sallallahu alaihi wasallam akawatumia watu wa makka na wa makabila mengine ujumbe ya kwamba wao pia wafuatane naye, na mtume akawahimiza matajiri kutoa katika njia ya allah na kuleta vipando vyao kwa ajili yake. mtume alikuwa amewaamrisha kwamba wafanye hivyo, na hiyo ilikuwa vita vyake vya mwisho. hivyo katika vita hiyo mtu wa kwanza aliyeleta mali yake alikuwa abubakar sadiq radhiyallahu anhu, ambaye akaleta mali yake yote, na mali yake thamani yake ilikuwa kama dirhamu 4,000. mtume saa salam akamuuliza abubakar endapo amewaachia chochote watu wa familia yake. hapo ye akasema kwamba nimewaachia allah na mtume wake tu. hat umar bin khattab akaja na nusu ya mali yake. mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza hat umar kwamba je, wewe umeacha chochote kwa ajili ya ahli zako? ye akasema kwamba nimewaachia nusu ya mali. hata abdurrahman bin auf pia akatoa okia 100 tende, akatoa okia 100 ambayo ni sawa na dirhamu 4,000. kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba uthman bin affan na abdurrahman bin auf ni hazina katika hazina za allah kwenye dunia hii, ambao wanatoa sana kwa ajili ya radhi ya allah na wamejitolea sana. katika vita hiyo kina mama pia wakatoa dhahabu zao, na hat asim bin adi akatoa 70 wask za tende, ambazo zura amesema kwamba kipimo chake kinafikia kama takriban tani 1.5, ni kama tani 1 na zaidi, tani 1.5 tende ambazo akazitoa hat asim bin adi. zaid bin aslam anasimulia kutoka kwa baba yake ya kwamba mimi nilimsikia hat umar bin khattab akisema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia ya kuwa sisi tutoe sadaka, na wakati ule mimi nilikuwa na mali, nikasema kwamba siku ya leo mimi nitamshinda abubakar. kama naweza kumshinda abubakar basi leo ni siku yake. anasema kwamba mimi
nikaleta nusu ya mali yangu. Mtume saa salam akasema kwamba wewe umeacha nini kwa ajili ya watu wa nyumbani? Hazrat Umar akasema kwamba mimi nikasema kwamba nusu nimeleta na nusu nimeacha kwa ajili yao. kisha Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu akaleta yote aliyokuwa nayo. kisha Hazrat Abubakar akaja na Hazrat Umar anasema kwamba ye akaleta kila kitu alichokuwa nacho. Mtume akasema kwamba e Abubakar, umewaachia nini watu wa familia yako? Ye akasema kwamba mimi nimewaachia Allah na mtume wake. Hat Umar anasema kwamba mimi nikajisemea kwamba wallahi mimi siwezi kumshinda Hat Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu katika mambo hayo. Hat Masihi Maud alayhi salam anasema ya kwamba ilikuwa zama ambamo watu walikuwa wanajitolea nafsi zao juu ya dini ya Allah mithili ya makondo na mbuzi ama mali. Basi Hat Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu akajitolea mali yake yote zaidi ya mara moja hadi hakuacha sindano katika nyumba yake. Vivyo hivyo Hat Umar pia akatoa sawa na uwezo wake na Hat Uthman pia akatoa sawa na uwezo wake, na maswahaba wote wakajitolea kila kitu kwa ajili ya dini ya Allah sawa na uwezo wao. kisha Masihi Maud alayhi wassalam anasema kwamba maswahaba wote wakawa tayari kwa ajili ya kujitolea kila kitu kwa ajili ya dini. Masihi Maud alayhi wassalam anasema kwamba ilhali wapo watu ambao wanafanya bayati na pia wanakiri kwamba watatanguliza dini juu ya dunia, lakini wakati wa kutoa msaada au sadaka wanashika mifuko yao kwa nguvu sana. Je, mwenye kuipenda dunia anaweza kupata shabaha ya kidini? Na je, watu wa namna hiyo wanaweza kuinufaisha dini? Hapana, la hasha. Allah taala anasema kisha Masihi akasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kwamba nyinyi hamwezi kufikia wema mpaka mutoe kile mnachopenda sana. Yani hamwezi kufikia wema na hamwezi kutenda mema mpaka mutoe kile mnachopenda. Hata Abubakar Siddiq radhiyallahu taala anhu alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zoezi la kumzika sahaba mmoja. Kuhusu hiyo hata Abdullah bin Masud anasimulia ya kwamba katika vita vya Tabuk mimi nilikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safari moja niliamka wakati wa usiku, nikaona mwanga wa moto upande wa kona ya jeshi. Hivyo nikaelekea huko ili nione kwamba kuna nini. Nikaona ya kwamba wao walikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hata Abubakar radhiyallahu anhu na Umar, na nikaona kwamba hat Abdullah Muzni amefariki dunia na watu hawa walikuwa wameshachimba kaburi lake na Mtume sallam alikuwa ndani ya kaburi, ilhali hata Abubakar na hata Umar walikuwa wanamlaza maiti yake ndani ya kaburi. Na Mtume sallam alikuwa anasema ya kwamba nini mumsogeze ndugu yenu karibu nami. Basi hawa wawili wakamkabidhi Mtume sallam maiti ya hat Abdullah, na Mtume sallam alipoweka maiti yake kwenye kaburi akafanya dua, akaomba dua kwa ajili yake kwamba Allahumma inni amsaitu razian anhu farzi anhu, yani e Allah, mimi nimeingia jioni katika hali hii kwamba nilikuwa nimemrizia, basi wewe pia umrizie. Hata Abdullah bin Masud anasema wakati ule mimi nikatamani kwamba laiti mtu huyo wa kaburini ningekuwa mimi. Hata Abdullah Zulbijadain alitokana na kabila la Banu Muzena. Kuhusu sahaba huyo anayesemekana kwamba ye alikuwa katika umri mdogo tu ambapo babake alifariki dunia, naye hakupata chochote katika urithi. Baba yake mdogo alikuwa tajiri, yeye akamlea mpaka ye pia akawa tajiri, naye baada ya ushindi wa Makka akakubali Islam. Hapo baba yake mdogo akanyang'anya mali yake yote kutoka kwake, hata kikoi chake pia hakukiacha.
kisha akaja mamake ambaye akachana shuka yake katika sehemu mbili, na sehemu moja hat abdullah akaitumia kama kikoi na sehemu ya pili akaitumia kwa ajili ya kujifunika. kisha akaja madina na akalala miskitini, kisha akaswali swala ya alfajiri pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. ye anasema kwamba mtume alipokuwa akimalizwa swala alikuwa akiwaona watu kwa umakini kama kuna mtu aliye mgeni, yani mtu mpya. hapo mtume akamwona abdullah na akaona kwamba yeye ni mgeni, yeye ni mtu mpya. hapo akamuuliza kwamba wewe ni nani? hat abdullah akaeleza nasaba yake. kuna riwaya isemayo kuwa ye akasema kwamba jina langu ni abdul uzza. mtume akasema kwamba wewe ni abdullah zulbijaden, yani mwenye shuka mbili. kisha akasema kwamba we uishi hapa hapa. hivyo ye alikuwa miongoni mwa wageni wa mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alikuwa akimfundisha kurani tukufu hadi ye akahifadhi sehemu kubwa ya kurani tukufu, na yeye alikuwa na sauti kubwa sana. kuhusu uamiri aliopewa hata abubakar sidik raziallahu anhu katika hija, kuna riwaya inayosema kwamba mwaka wa 9 hijra mtume sallallahu alaihi wasallam alimteua hata abubakar sidik kuwa amiri wa hija na akamtuma Makka. maelezo yake ni kama hivi kwamba mtume aliporejea kutoka Tabuk akaamua kufanya hija, kisha akaambiwa ya kwamba washirikina wanafanya hija pamoja na watu wengine. washirikina wanasema maneno ya kishirikina na wanafanya tawafu ya Kaaba tukufu wakiwa uchi. mtume kwa kusikia jambo hilo akasitisha nia ya kufanya hija na akamtuma abubakar sidik raziallahu anhu akimteua kuwa amiri wa hija. hata abubakar pamoja na masahaba 300 akatoka madina na mtume saa salam akampatia wanyama 20 kama zabihu ambao kwenye shingo zao mtume saa salam mwenyewe alikuwa amefunga mikuki kama alama za zabihu na akaweka alama. na hata abubakar akachukua wanyama 5 wa zabihu pamoja na wanyama wale. riwaya inasema kwamba hat ali alitangaza kuhusu aya za mwanzo za sura toba katika siku ya hija. riwaya inasema kwamba abu jafar muhammad bin ali anasimulia ya kwamba sura baraat yani sura toba iliposhuka juu ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshamtuma abubakar sidik kama amiri wa hija. mtume akaombwa ya kwamba ya rasulullah umtumie abubakar sidik sura hiyo ili yeye aweze kuwasomea watu. mtume akasema kwamba hakuna anayeweza kutimiza wajibu huo isipokuwa mtu fulani kutoka ahli zangu. kisha akamwita ali na akamwambia ya kwamba nenda na kile kilichotajwa mwanzoni mwa sura toba, na siku ya zabihu watu watakapokusanyika katika Mina, basi uwatangazie kwamba hakuna kafiri yeyote atakayeingia peponi, na baada ya mwaka huu hakuna mshirikina atakayeruhusiwa kufanya hija, wala hakuna atakayeruhusiwa kufanya tawafu ya Baitullah akiwa uchi, na mtu ambaye mtume amefunga naye ahadi basi muda wake utatimizwa. hata Ali bin Abu Talib akapanda juu ya ngamia ya mtume sallallahu alaihi wasallam azba na akaondoka. njiani akakutana na abubakar na katika eneo la arj au kwenye bonde la zujan hat ali akakutana na hat abubakar. arj ni mlima mmoja uliopo katikati ya njia ya Makka na Madina ambapo misafara huwa inapiga kambi huko, na zajnan ni sehemu iliyopo katika njia ya Madina karibu na Makka ambayo ina umbali wa maili 25 kutoka Makka. hat abubakar alipomwona hat ali akiwa njiani akamuuliza kwamba je, umefanywa kuwa amiri au utakuwa chini yangu? huzur amesema huu ulikuwa unyenyekevu wake mkubwa, yani unyenyekevu wa abubakar siddiq radhiyallahu anhu. akafikiri kuwa mtume amemtuma ali, sasa yeye atakuwa amiri au atafanya kazi chini yangu. hat ali akasema kwamba nitakuwa chini yako. kisha wote wakaelekea mbele. hata abubakar akasimamia mambo yote katika hija, na mwaka huu watu wa Uarabuni walikuwa wamepiga kambi katika maeneo yale yale ambapo walikuwa wanakaa katika zama za ujahili. siku ya kutoa zabihu ilipowadia, hat ali akasimama na akawatangazia watu kama
kama alivyokuwa amesema mtume sasa akasema eni watu kafiri hataingia peponi na baada ya mwaka huu mshirikina hatafanya hija wala hakuna atakayeruhusiwa kufanya tawafu ya baitullah akiwa uchi na mtu ambaye mtume amemfanyia ahadi muda wake utatimizwa na baada ya kuwatangazia ye akawapa muhula hadi miezi minne ili kila kaumu irejee kwenye maeneo yake yenye amani kisha hakutakuwa na ahadi yote kwa ajili ya mshirikina wala wajibu isipokuwa ahadi au mkataba ule tu ambao upo kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka muda fulani yani mkataba ambao muda wake bado upo na hakuna mkataba mpya utakaofungwa na mkataba uliofungwa na mtume sallam utatimizwa mpaka muda wake ukwishe kisha baada yake hakuna mshirikina yote aliyefanya hija wala hakufanya tawafu ya kaaba bila mavazi kuna riwaya inayosema kwamba ali anasema ya kuwa hata abubakar alikuja katika eneo la arafa na akahutubia kwa watu alipomaliza hutuba yake akaelekea kwangu na akasema kwamba ali simama na ukawafikishie ujumbe wa mtume basi mimi nikasimama na nikawasomea aya 40 za surat barat kisha wote wawili hat ali na hata abubakar wakahudhuria kwa mtume sallallahu alaihi wasallam khalifa mtukufu anasema kwamba habari hizi bado zinaendelea wakati huu nataka kumzungumzia marehemu mmoja ambaye siku za nyuma amefariki dunia na nitaswalisha jeneza yake pia inshallah bi amatul latif khurshid sahiba alikuwa anaishi Canada na alikuwa mke wa marehemu Sheikh Khurshid Ahmad sahib wa Rabwa aliyewahi kuwa msaidizi mhariri wa Al-Fazl katika umri wa miaka 95 amefariki dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kwa fadhili ya Allah alikuwa katika nizamu ya wasia yeye alikuwa mjukuu wa hatmia Fazl Muhammad Harsiya wale na upande wa mama yake alikuwa mjukuu wa hat hakim Allah bakhsh sahib mudarris talwand diori alikuwa mwalimu wa hat amajan na alikuwa binti mkubwa wa mia abdurrahim dianat sahib darwish kadian na amina begum sahiba alimaliza masomo ya awali kutoka nusrat girls high school kadian kisha akapata kiingilio kwenye jamia nusrat na akasoma kwa miaka miwili katika jamia nusrat kisha akafanya mtihani wa adib alim alikuwa ameolewa na Sheikh Khurshid Ahmad msaidizi mhariri wa Al-Fazl kama nisemavyo na Khalifatul Masih Thani radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ametangaza ndoa yake katika msikiti wa Mubarak Rabwa. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia vijana watatu na mabinti wawili. alikuwa dada yake Abdul Basit Shah Saheb mbashiri wa jumuiya ambaye siku hizi yupo hapa na ameendelea kuitumikia jumuiya katika London na pia aliwahi kuitumikia jamaat katika Afrika vile vile. kuna mjukuu wake bwana Waqas Ahmad Khurshid ambaye ni mbashiri kule Marekani. ni familia ya wasomi wengi. kuna dada yake Amatul Bari Nasir sahiba ambaye pia anatoa huduma mbalimbali za kielimu. Amatul Latif sahiba akiwa na umri miaka 13 akaanza kuitumikia jamaat katika nyazifa mbalimbali za lajna na silsila hiyo ya huduma zake ikaendelea kwa miaka 70. aliweza kufanya kazi ya jamaat chini ya uongozi wa Khalifa Masih Thani, hat Ummul Mu'minin Sayyida Nusrat Jahan Begum sahiba na wazee wengi. akapata bahati ya kutoa huduma katika Qadian. kisha baada ya uhuru kutokea sawa na amri ya khalifa wa pili na Shutiapa, yani mke wa Khalifa Atul Masih wa pili radhiyallahu anhu, ye akaweza kutoa huduma kama msimamizi wa wahamiaji. pia akaweza kuitumikia tanzim ya Lajna Imaila kwa muda mrefu na akawa katibu wa Ishaat. alifanya kazi kama mhariri wa
jarida la misbah kuanzia mwaka 1979 hadi 1986. kuanzia 86 alikuwa anaishi nchini canada ambapo akaendelea kutoa huduma kama mshauri wa lajna. akatoa msaada katika kuratibu vitabu mbalimbali kama vile historia ya lajna, jalada inne, almasabi na al azhar. akapata bahati ya kufanya kazi pamoja na choti apa kwa miaka 44 katika uongozi wake. ijtimaa ya kwanza ya nasirat ikafanywa. ye alipokuwa katibu wa nasirat akisaidiwa na mumewe shekh khurshid saheb akaweza kuratibu historia ya jumuiya. mwana wake bwana laik ahmad bashir anasema ya kwamba mama yetu alikuwa amewafundisha watoto wake wote somo moja kubwa ya kwamba kama kuna jambo ambalo ni kinyume cha nizamu ya jumuiya au ukhalifa basi msitege masikio juu yake, na mkisikia basi msiseme kwa mtu mwingine yeyote. na kwa kuwa misaada makhsus ya allah ii pamoja na jamaat na ukhalifa, hivyo ye akasema kwamba kila baada ya fitina na jaribio nishani za allah zinazihiri katika haki ya jamaat, hivyo musije mkajiingiza katika fitina hizo bila kuwa na sababu yoyote. kisha ameandika ya kwamba yeye alikuwa anajua sana kuhusu historia ya jamaat. alikuwa na tabia njema sana, mwenye kuwatakia wote kheri. alikuwa na shauku kubwa ya kuitumikia ubinadamu na alikuwa akitoa ushirikiano mkubwa katika swala la kustawisha familia geni katika canada. kisha mwana wake mmoja ameandika ya kwamba mama yetu alikuwa anaupenda sana ukhalifa. daima alikuwa akitusihi ya kwamba sisi tufanye maombi kwa ajili ya khalifa wa zama. alikuwa na swali bila kukosa, na siku ya ijumaa ilikuwa kama siku ya idi kwa ajili yake, yani alikuwa anaipokea ijumaa kama iwe siku ya idi kwake. aliweza kuwasomesha watoto wengi qurani tukufu, na alikuwa akiwaambia kwamba wasome qurani tukufu kwa kutumia talafuzi sahihi. mjukuu wake bwana wakas khurshid ambaye ni mbashiri wa jamaat anasema ya kwamba daima alikuwa akitusihi kwamba tusome vizuri na tufanye dua. na kuhusu historia ya jamaat alikuwa anawafundisha watoto akitumia masimulizi mbalimbali ili waweze kupata malezi bora. mjukuu wake mmoja anasema kwamba bibi yetu alijaaliwa wajukuu 9. yeye akatulea vizuri ili sisi tuwe lajna walio watumishi wazuri wa dini, na pia akatufundisha mambo mbalimbali kama vile kuvaa hijabu na kuangalia mambo ya nyumbani na kusoma na kuandika katika urdu, na alikuwa anatusaidia katika mambo mbalimbali. na tulipopata ubalehe akatuambia kwamba sisi tuishi katika nyumba zetu, nyumba za waume zetu, na tuwajali wazazi wao. na alikuwa akifurahi sana tulipokuwa tunamwambia kwamba sisi tunaishi vizuri katika nyumba zetu. pia akatupatia miongozo ili tuweze kusoma vizuri na tuweze kufikia malengo yetu. alikuwa hapendi vitu ambavyo ni kinyume cha islam kama vile kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mtu, lakini alikuwa anatuambia kwamba siku ile tusome shairi ya kumhumilia allah na tufanye maombi kwa pamoja. kisha yeye anasema kwamba alikuwa ametusaidia sana katika mambo ya malezi na tarbiyat, ambaye akatufundisha ya kwamba kivipi tunaweza kuishi vizuri katika jamii ya kimagharibi tukitanguliza imani yetu na tukizingatia maadili mema. Hazur anasema kwamba hiyo ni kazi ya mama na wazee ambayo ni muhimu sana kwa kuwalea vizazi wapya, ya kuwa kivipi walelewe na wafundishwe dini na wafahamishwe vizuri kuhusu maadili mema ili waweze kuishi vizuri katika jamii ya kimagharibi huku wakitanguliza dini. allah amghfiri na amrehemu na ampandishe katika daraja na awajalie watoto wake waendeleze mema yake.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر